Haya basi, bila kupoteza muda zaidi, tuendelee na mada ya leo. Siri rahisi ya 22. Mabadiliko huwa ndio ishara ya kukua maishani. Ingawa mabadiliko huja na athari zake na tusingependa mambo kuwa tofauti, mara nyingi ndio njia pekee ya kukua ama kuendelea kusonga mbele. Labda ungedhani nitakushauri uepukane na kubadilika sababu ya changamoto zake. Utakuwa umenoa tena sana. Usipokubali mabadiliko utabaki mahala pamoja maishani. Hutaweza kuendelea ama kufaulu, iwe kazini, kwa familia yako ama pia kwa biashara zako. Kama mzee Sanaa ashawahi ninong'onozea wakati moja tukitoka kikao huko chuo kikuu cha Nazarene, aliyatamka haya: fahari akiwa anakukimbiza, akiwa na nia ya kukupiga dafrau. Badala ya kukimbia, mshike pembe zake na umenyane naye kama mwanaume. Hakikisha wewe ndio umebaki umesimama kidete, na yule fahari anakuomba msamaha sababu pumzi zinamwishia. Kwa ufupi, mzee Sanaa alimaanisha, nichukue wakati huu nina nguvu ya kuwa barobaro, kumenyana na changamoto zinazohitaji nguvu nyingi mwanzoni. Kwa sababu, nikiwa kijana hata nikishindwa, na mara nyingi nitashindwa, na ninafaa kushindwa na fahari hata nikijaribu vipi. Lakini baada ya kisanga kama hiki, sungura na kelbu hawawezi nitishia. Nitakuwa na uzoefu na ujasiri wa kugaragazana nao hadi tamati. Ndio maana huwa unaona haya makabila mengine Afrika Mashariki huwa wanaogopa Maasai. Vizazi vya Kimasai wamezoea kuwalinda mifugo yao dhidi ya wanyama wa hayawani, awe simba, chui, nyoka ama wezi wa mifugo kule mpakani. Watafanya juu chini mnyama wao hata mmoja asipotee akageuzwa kuwa minofu ya hawa wanyama wa batili. Sisi binadamu tutafanya lolote, kama kuvaa makeup, iwe kupaka midomo, kumnyang'anya farasi nywele zake, ama pia kwenda kwa daktari kuongeza makalio, ama kuosha ngozi kwa jik ili kupausha ngozi ya Kiafrika iwe kama ya Marekani. Tukijaribu kuiga mienendo ya waigizaji na wanamuziki nchini zilizoendelea. Ukweli ni kuwa mwili wako unabadilika maadamu unazeeka kulingana na hali ya kawaida mithili ya binadamu mwingine yoyote. Na ukweli mchungu ni kuwa sisi sote tuna ahadi ya mauti baada ya uzee wetu. Yaani, kila binadamu ni marehemu mtarajiwa. Na nikiangalia ajali za kila siku na vitu duniani, wengi wanapoteza maisha bila hata kukaribia uzeeni. Kwa hivyo, ukimwona mtu amekula chumvi, jua ni baraka, kwa sababu hauna uhakika utafika miaka yake. Ashaku si matusi. Kati ya wakati huu na siku hiyo ya kuikata roho, mengi yatafanyika. Wakati wa utawala wa rais wa Marekani, Richard Nixon alimteua Walter Annenberg kuwa balozi St. James, London. Kabla ya uteuzi huu, Annenberg alikuwa na umaarufu kama mtayarishaji na mwelekezi wa TV Guide. Ingawa alikuwa mwanabiashara kwa tasnia ya matangazo, kuuza bidhaa kwa hela, alhamdulillah alikuwa nazo. Wakati Malkia wa Uingereza alitalii Marekani kumwona Rais Reagan kule California,